Good news kwa mashabiki wa Simba Sports Club, lakini pia ni maumivu kwa mashabiki wa klabu ya Young Africans kutokana na kitu ambacho kinaenda kutokea. Nitakuja kueleza hapa namna gani ambavyo Simba wamejaribu kufanya umafia wa kupata baadhi ya wachezaji ambao Young Africans ilikuwa inawawinda kwa kiasi kikubwa sana. Kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba klabu ya Simba imeanza mazungumzo ya siri na kiungo wa Singida Black Stars Arthur Josephat Bada, moja ya viungo ambao wamefanya vizuri sana akiwa na klabu ya Singida Black Stars. Na Simba wameanza mazungumzo naye kwa siri bila mtu yoyote kujua, kwa maana ya ile Young Africans ambao tayari walishaanza naye mazungumzo tangu awali na walishakubaliana baadhi ya vitu, lakini pia tayari klabu ya Singida ilishakubali kumuuza Josephat Bada kwenda Young Africans. Lakini ambacho wamekifanya Simba ni kufanya mazungumzo ya siri na Arthur Josephat Bada ili kama kuna uwezekano waweze kumnasa kiulaini kabisa mwishoni mwa msimu huu, na mazungumzo ambayo nimejaribu vitu yani kwa maana ya taarifa ambayo nimejaribu kuipata ikiwa kwa njia ya WhatsApp. Nimeelezwa kwamba uongozi wa Simba ulianza kuwasiliana na viongozi wa Arthur Josephat Bada tangu siku ya juzi, ambayo ilikuwa ni Jumatano iliyopita, na walianza mazungumzo lakini hayakuwa serious sana, lakini kuanzia siku ya Jumamosi ndio mazungumzo yamekuwa serious zaidi, na lengo ambalo kitu ambacho Simba wanakihitaji ni kwamba wapate saini ya Arthur Josephat Bada kabla hajasaini mkataba mpya. Ukumbuke kwa sasa Josephat Bada bado ni mchezaji wa Singida, na mpango wa Singida ulikuwa kumpa mkataba mpya ili klabu ambayo itamhitaji iweze kutoa pesa nyingi zaidi kama hataenda Young Africans, kwa sababu Yanga pia kwa anamhitaji, lakini makubaliano binafsi yalikuwa bado hayajafikiwa. Kwa hiyo ambacho kwa nakitaka ni kumpa mkataba mpya ili kama ni kumuuza muuze kwa pesa nyingi zaidi, lakini pia alikuwa anahitaji pia kwenda Young Africans kwa sababu Yanga ni moja ya timu ambazo zina project nzuri na yeye pia alikuwa anavutiwa nazo. Sasa huo mpango ulikuwa ni kati ya Singida wenyewe kwamba wampe mkataba mpya ili wamuuze kwa pesa nyingi, lakini wakati huo Yanga wao walikuwa na uwezo wa kumpata tu Arthur Josephat Bada kwa mazingira yoyote bila kujali kwamba ameongezewa mkataba ama hajaongezewa mkataba. Lakini Singida waliplani kumuongezea mkataba mpya kwa sababu walikuwa wanajua kwamba kuna timu ambazo zinaweka ofa nyingi zaidi. Sasa zile timu ambazo zinaweka ofa nyingi zaidi ziweze kutoa pia pesa nyingi, hiyo pesa iweze kuingia Singida hata kama Yanga watamkosa, lakini wao Singida kwa sababu wanamiliki mchezaji waweze kupata pesa, na ndio maana wanataka kumuongeza mkataba mpya bila kujali kwamba ataenda Yanga ama itakuwaje, kwa sababu ya ofa ambazo alikuwa anazipokea. Na Simba wamejua hicho kitu, na ndio maana wao moja kwa moja wanapambana kudili na Arthur Josephat Bada ili wapate saini yake, kwa sababu wanaamini kwamba wakishapata saini yake maana yake itakuwa ni rahisi zaidi kwao kuingia na kufanya biashara na Singida, na itakuwa rahisi kwa kumpata, kwa sababu wakianza mazungumzo mapema maana yake hata saini mkataba na Singida, ina maana tabaki na mkataba wake ule ambao unaelekea, ambao utakuwa umebaki mwaka mmoja. Onicha hata kama itakuwa ni kununua sehemu ya mkataba wake iliyobaki, Simba atakuwa na huo uwezo, lakini akisaini mkataba mpya maana yake kununua sehemu ya mkataba wake uliobaki itakuwa kidogo ni changamoto, na ndio maana wanafikiria sasa hivi namna gani ambavyo wanaweza kumshawishi Arthur Josephat Bada aweze kusaini mkataba mpya kabla ya kufikia kabla ya kusaini mkataba mwingine. Manake wanataka kumpa mkataba wa mapema ili kuhakikisha kwamba wanamnasa haraka zaidi kuliko vile ambavyo angesaini mkataba na mpya na Singida, na ndio maana Simba kama klabu wanafikiria kumpa mkataba wa mapema zaidi. Lakini sasa bado mazungumzo hayajakaa vizuri sana, kwa sababu bado kila mtu anavutia upande wake, lakini ambacho kipo mpaka hivi sasa ni kwamba mazungumzo tayari yameanza, na kama watafikia makubaliano atasaini mkataba wiki ijayo ambao utakuwa ni mkataba wa awali, na wiki hiyo ijayo ambao ndo mechi za mwisho za Singida wanacheza, wamefikiria pia kumuongeza mkataba mpya. Lakini pia ndo mechi pia ambazo zikimalizika Yanga pia wanafikiria kusaini mkataba mpya, kumpa pia mkataba kutoka kwa ili waweze kumsaini. Maana yake wiki ijayo ndo kufinalize kila kitu. Lakini pia Simba wao wanataka pia wiki hiyo waweze kumpa mkataba wa awali, alafu wampe sasa na pesa yake nusu, ili baadaye wakija kumpa mkataba kamili basi waweze kumaliza pesa yake, kwa sababu sasa hivi dirisha la usajili halijafunguliwa. Maana yake mchezaji unaweza kumpa tu mkataba wa awali lakini sio mkataba wa moja kwa moja, na ndio kitu ambacho kila mtu anakipigania, aweze kumpa mwenzie mkataba wa awali ili aweze kumaintain kuwa na uhakika wa kubaki naye mpaka mwishoni mwa msimu. Kwa mpaka sasa mambo bado ni mazungumzo yanaendelea, lakini Simba uwezekano wa kumpata upo, na kinachosubiriwa sasa hivi ni mazungumzo tu ya pande zote mbili kuona namna gani ambavyo wanaweza kufikia makubaliano ili aweze kusaini na kujiunga na klabu ya Simba. Sasa hili ni jambo ambalo kwa upande wa Simba
wao wamelitolea zaidi macho kwa sababu wanaamini kwamba hata Josephat Bada ni mmoja wa wachezaji ambao anaweza kuwasaidia sana kwa msimu unaokuja kwenye project ambayo wanaitengeneza upya kwenye klabu ya Simba.